Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, matumaini yangu makubwa kwako mzima wa afya. Na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Msomaji ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu za habari tuanzia na habari zisemazo kuwa waasi 29 wa AFC M23 wamejisalimisha mbele ya jeshi la taifa FARDC na wengine watatu wameshikwa maeneo mbalimbali ya kambi zao zipatikanazo katika tarafa ya Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Waasi hao waliojisalimisha walipelekwa sehemu husika mchana wa siku ya 3 ya wiki tunayo ya tariki 8 Oktoba 2025. Hata hivyo, waasi wa M23 wanaendelea kujiimarisha zaidi kisiasa na kiuchumi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kuwepo kwa mkataba wa kusitisha vita ambao utekelezwaji wake unaendelea kusuasua. M23 wanaendelea kuajiri wafanyakazi katika maeneo wanazodhibiti jijini Goma na Bukavu, hata kukusanya ushuru. Aidha, waasi hao wanadaiwa kutoa mafunzo kwa majaji, polisi na majeshi ili kuunda serikali yake kama ile ya Kinshasa. Na kwingineko ni kwamba kutokana na ongezeko la mashambulio ya waasi wa ADF NALU dhidi ya raia wasio na hatia, Uganda kupitia kamanda wake wa Operation Shujaa nchini DRC amependekeza kuwa nchi ya DRC kuanzisha vitengo vya ulinzi wa mahali ili kukabiliana na hali hiyo. Safari Alimasidilwe ameandalia Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ripoti ifuatayo. Naam. Kamanda mpya wa Uganda Operation Shujaa, operations zinazofanywa kwa pamoja na jeshi la taifa FARDC tangu Novemba 2021, mkuu huyo anapendekeza kwa DRC uundaji wa vitengo vya ulinzi wa ndani kwa ajili ya ulinzi wa raia katika vijiji vinavyokabiliwa na operation. Wakati wa mkutano wake na gavana wa kijeshi wa jimbo la Kivu Kaskazini Jumanne Oktoba 7 huko Beni, Meja Jenerali wa Uganda Stefan Mugerwa aliwaambia waandishi wa habari kwamba alipendekeza kwa mkuu wa jimbo kuzungumza na uongozi wake juu ya hitaji la kukubalika kwa mkakati huu wa ulinzi ambao tayari umedhibitisha nchi ya Uganda wakati wa uwindaji wa LRA. Kwa afisa wa Uganda, vitengo vya ulinzi wa ndani vinapaswa kuhakikisha usalama wa vijiji wakati FARDC na UPDF zinahusika kwa kina ili kukabiliana na mkakati wa ADF. Namnukuu, kama kamanda mpya wa UPDF katika Operation Shujaa, nilikuja kumwona governor ofisini kwake ili kutathmini juu ya kumaliza adui ADF. Nilipendekeza kwamba governor azungumze na uongozi wake. Ikiwa utamruhusu, itakuwa muhimu kuunda ulinzi wa mahali, yani vitengo vya ulinzi wa mahali. Sisi UPDF na FARDC tuko kwa kina na tunahitaji vitengo kadhaa ili kulinda raia katika vijiji. Tunapoingia kwa kina ama tunapopiga adui kwa kina, adui huwa anageuka na kuja kupiga raia. Lakini ikiwa tutaacha vitengo vya ulinzi wa mahali nyuma yetu, kila kitu kitakuwa sawa. Kamanda wa Uganda kwenye Operation Shujaa alisema hayo. Stefan Mugerwa alihakikisha kwamba ushirikiano upo kamili kati ya majeshi ya Kongo na Uganda katika vita hii dhidi ya ADF, wahusika wa mauaji ya maelfu ya watu tangu mwaka 2014 katika tarafa za Irumu na Mambasa mkoani Ituri, Beni na Lubero mkoani Kivu ya Kaskazini, Bufuasende mkoani Chopo na pia katika wilaya ya Kasese nchini Uganda. Kila kitu kinaenda vizuri, hakuna shida. Tunaratibu pamoja, tunakula pamoja, tunatembea pamoja, tunavumilia pamoja. Ninaomba kwa raia ya Kongo kubaki watulivu. Tunafanya kila tuliwezalo kujihakikishia pamoja na governor kumaliza vita hii, alihakikisha hayo. Na imani msikilizaji utajiuliza ulinzi wa mahali ni nini? Ngoja nikujuze. Katika ushindi wake wa madaraka, rais wa Uganda Museveni alianzisha vitengo vya ulinzi wa mali ambavyo viliunga mkono halmashauri za mitaa katika uhamasishaji wa raia dhidi ya wafuasi wa upinzani na kutumika kama uimarishaji wa jeshi katika hali ya usalama. Vitengo hivi vilikusanya taarifa kwa siri na kuzipeleka kwa NRA ambalo lilikuwa jeshi la zamani la Uganda na vitengo vya usalama. Jukumu lao lilikuwa kulinda wakazi na nyumba zao kwa kupigana na wapinzani. Cyril Mbugeki, mkurugenzi wa zamani aliyehusika na mission ya Antipas Mbusa Nyamwisi, aliyefika mara kwa mara kwenye ikulu ya Uganda, alisema kwamba vitengo hivi vya ulinzi wa mahali vimesaidia sana serikali ya Museveni kutokomeza upinzani wake ule wa LRA. Namnukuu Cyril Mbugeki, wale wa Kasese mpaka wa wilaya ya Uganda na Kongo wanaweza kushuhudia kila wiki kulifanyika mauaji dhidi ya raia. Museveni aliamua kuchukua angalau watu 3 kutoka kwa kila kijiji, wavulana,
na wakati mwingine wanawake ambao walifanya mazoezi ya kulinda vijiji, na baada ya mafunzo hayo walipewa silaha zilizochunguzwa na polisi na akawapa motisha kidogo. Kila kijiji kilikuwa na silaha angalau 3 na waasi hawakuweza kusumbua tena raia, alieleza Cyril Mbugeki, akiunga mkono sana pendekezo la Uganda. Ikiwa Kontoyo kungekuwa silaha 2 au 3, ADF ingefanya kile walichokifanya, akimaanisha shambulio la ADF lililopelekea zaidi ya raia 70 kufariki mwanzo wa Septemba katika sekta Bapere mkoani Kivu ya Kaskazini. Na vile kule katika tarafa la Fizi ni kwamba ni marufuku ndani ya duka za dawa au farmasi kutunza au kulaza wagonjwa, kwani sheria haituruhusu. Ndivyo amesema Bwana Wilonja Nondo Mafar, mkuu kiongozi wa shirika la wamiliki wa duka za dawa Fizi Baraka, Iprofafi kwa ufupi. Izake Mlucha Ashibe, Mandelea Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ripoti kamili. Mwangaza huo ameutoa kuhusu malalamiko ya baadhi ya wananchi wanaotaja kuwa huduma za matibabu zinazofanywa na wafarmasia zinachangia kwenye takwimu ya vifo ndani ya jamii. Wilonja Nondo Mambafar ametoa mwangaza. Ndio, nashukuru sana wana journalist. Kweli mimi kiongozi wa Iprofafi, donc responsable wa mafarmasi zote, mwanasimamia mafarmasi zote za territory yetu ya Fizi na vile yetu ya Baraka. Wakati mnaniuliza kuhusu ile kulalamika ya wakaaji, ile inaweza kuwa kweli. Normalement mu pharmacie amuruhusiwe kutunza. Quand on dit les pharmacies, c'est là on va les produits pharmaceutiques. Ni fasi tu ya kuuzisha madawa, haiko fasi ya kutunza au kulaza watu ndani ya pharmacy. Shukuru sana nawaza bwana journalist, haiko ya kwanza mimi kufika hapa kukemea ile kitendo ya kutunza au kulaza watu ndani ya mafarmasi zetu. Farmasi tu ni fasi ya kuuzisha dawa. Mtu anaweza kuja na ordonnance medicale, mapaize ziko organize. Mtu anakuja na ordonnance aisha kuwa consulté kule kwa hospitali na waganga wakuu waisha mkonsulté, wanamwandikia dawa, kisha kutambua alionekana na magonjwa fulani, ndio wanamtuma na ile ordonnance, anaenda nunua sasa dawa mfarmasi. Ya pili, anaweza enda nunua dawa mfarmasi sasa vile magonjwa kwa hivi sasa vile anasikia kakichwa, anasikia kadiare kanini, anaweza kimbilia kwanza kwa haraka kwa farmasi, ananunua paracetamol, ananunua achio, ananunua zendesi kama anasikia kichwa, inamsaidia kwa kusulaje kwanza ile masymptome. Na kama inaendelea sasa direct tena sisi tunakuwa na oriente wale watu baende fanya maexamen para kliniki kule kwa hospitali, ndio inakuwa sheria kabisa. Na kama biko natunza, mimi nawaza si ya kwanza mimi kufika hapa, sheria inakataa sisi wa vendeur de produits pharmaceutiques kutunza, ni kusema kulalisha watu au kulaza watu ndani ya farmasi au kutia makateter ndani ya farmasi, inakataliwa. Hata hivyo, wakati hayo yakijiri, Wilonja Nondo Mambafar ameonyesha kuwa serikali ya nchi inachangia pia kwa kutokupana ajira kwa wasomi. Lakini pia kama wale watu wanafanya vile, apres kufanya etide mu secteur yetu yote, presque 70% ya mafarmasi kazi totali, kusema wengi ni wasomi, walienda kwa masomo, wakaenda soma masomo ya kiganga, lakini kuona serikali yetu inawaachilia. Serikali yetu iko pale kusema watu wakimaliza masomo direct wanawaangaje, direct wanakuya wanafanya, basi watafanya vile wakati wanakosa vya kukula, watatifika tu wanafungula ile farmasi vile mwele condition yako ya mzuri, na wanaanza fanya maakte sana vile kuona basi hawana makazi. Serikali yetu haiwashughulikie kwa kuangaje makazi zetu za kinganga. Ndio hawakosee, lakini pia kuko procedure juu, kwa sababu tukiangalia ma service charge na sécurité na renseignement wako na sirimonte ma etape, wako nafanya ma vice de procedure. Kama wana constate kama secteur ya sisi tunasimamia inaweza kuwa ya mzuri, wanatujulisha kwanza, na sisi tunaangalia faso ya kusensibiliser wale watu. Na kama kuko probleme, sheria inasema wakati bana constate kama niveau ya secteur, c'est le secteur de ma pharmacie privée, répondant numéro 1 mwana représenter ministère ya santé mu zone de santé tu ya Fizi ni médecin chef de zone. Wanapaswa leta ile malalamiko yao, wanaibeba direct kwanza kwa wale mkuu mwenye kusimamia santé yetu mu zone santé yetu ya Fizi. Ni pale sasa wale ndio wanatoa sasa hatua pamoja na ile ma service ya sécurité na renseignement, wanaangalia faso kama walisha kwanza kutupatia mise en garde. Lakini kuna shangana na maservices zingine, tukisema par exemple inaenda direct na kuanza funga watu bila kufuata ile procedure ile, nao vraiment wanafanya vice de procedure.
Mwishowe ameomba kwa wanaouza ndani ya duka za madawa kuepuka kutunza au kulaza wagonjwa. Wilonjana ndo Mabafar mara tena arejea. Ya kwanza napenda kuambia wanamemba wetu wa mafarmasi kusema kwamba farmasi haiko fasi ya kulaza batu au ya kutunza batu. Ni fasi tu mtu anakuja na ordonnance, unamupa dawa, unaweza mpatia ngine maorientation wakati anasikia maumivu moya ya haraka haraka inaweza tibiwa mnivo ya farmasi. Recommendation napatia ni ku serikali yetu ya Kongo. Surtout ma zone de santé mu territoire yetu ya Fizi, zone santé hii, zone santé ya Minembwe, zone santé ya Kimbi Lulenge, zone santé ya Fizi, zone santé ya Nundu. Bale ba médecin chef de zone wana representer ministère ya santé mwa hii eneo yetu mwa ile manani ma zone de santé zao. Tunawarekomande wakati pia wanafanya ma recruitment au surtout na maorganisme zingine zinafanya ma recruitment yetu ya santé. Bayue kama mu association ya Iprofafi muko pia wasomi, na kama walifungula zile mafarmasi kuona basi walikosa makazi mbele ya serikali. Tunawaomba pia kufanya pia recruitment mu sektere yetu pour que ile kutunza mafarmasi inaweza punguka pia. Na kule katika tarafa la Mwenga ni kwamba amezikwa siku ya pili ya wiki. Tunayo mtu mmoja aliyekutwa amefariki huku mwili wake ukiwa na alama za kukatwa-katwa kwa mapanga ndani ya tarafa la Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Duru yetu yataja kuwa yote yametokea pale ambapo marehemu ameenda kufanya shughuli zake bila kurejea, ndipo ghafla watu waliokuwa naelekea mashambani waligundua mwili wake bila uhai, kama alivyohakikisha hapa mwenyekiti wa shirika la raia maeneo ya Mwenga. Hiyo kulionekana mwili sio na uhai kwa njia ya kuchamba. Kuna kijana mmoja mwenye alikuwa anafanya kazi yake ya kutengeneza pombe ya ngazi, ndio alikuta mwili yake kwa ile eneo yenye alikuwa na tengeneza hapo pombe yake, akikatwa na nani na mpanga. Sasa vizuri alifanya ile tendo ambayo inajulikana kama 108, na hivi tuko tunatunga tuangalie kama tunaweza enda kumaziko yake. Ndio tuko mbele daire ya nani hapa, mbele ya viongozi husika basi ya parquet près de Mwenga. Walijaribu kufanya ankete na hivi ankete inaendelea, lakini ilionekana kwanza kama heri kuzika mtu, sababu mwenye alisababisha ile kifo hajajulikana. Kwa maana bana huruma kutupatia kwanza kuturuhusia aziko kwanza ifanyike na ankete iendelee baadaye. Kuhusu yule kijana hatuwezi kusema kama tufike kweli. Hali yenyewe aliishi ndani haikuwa mzuri. Nisema alizidilia maadui wengi. Alikuwa kiana mwenyewe anakufa na miaka 13, celibatere. Matendo zenyewe alikuwa anaingia mwayo zilipaswa kupelekea kwa ile hali, sababu alikuwa jinsi alivyo vraiment. Alikuwa anapora vitu ya watu hapa na hapa, anasumbua population. Sasa tujui nani mwenyewe angelimkuta mwele hali ya vile akumtembele yenyewe anapitia. Rezema wenyewe walikuwa wanaenda kule kuchamba na ndio walileta habari, na kulingana na hali yenyewe walijua mtu alikuwa ndani mwayo. Haiwezi kuleta kabisa hofu zaidi, sababu hali ya mtu kisi aliishi inajulikana mkomunote. Na katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa vijana mjini Baraka umelaani tabia ya kujichukulia sheria mkononi na uendeshwa na vijana wa mji wa Baraka, hususan wale wa kata la Mwandiga ya 3 manispa ya Katanga mjini Baraka. Bwana Degol Malembewe Kubo, ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vijana mjini Baraka, ametoa wito kwa vijana kuto kujichukulia sheria mkononi. Hivyo ni baada ya vijana wa kata la Mwandiga kuvunja baadhi ya nyumba na kuunguza kwa tuhuma za uchawi. Vraiment hilo ni hali moja yenye haiko mzuri, parce ndio nataka justice populaire haiko mzuri, na la plupart des fois na experience yetu kunayo inaonyesha kwamba justice populaire inazoea kuangamiza ba innocent sana ke ba hoteli ile maact. Ingeomba vraiment vijana baache hizo tabia. Leo muliua jirani, muliua mzee wa fulani, makiwa mama yako, sidhani kama utasikia mzuri. Donc hiyo tabia ya kujiamulia vile haiko mzuri sana, na itaweza tuma kesho inaleta mizozo katikati ya mafamilia zetu, makonflikti zitaisha. Kwa hiyo natoa wito kwa vijana wa Mwandiga baachane na hizo hali, aziezi tusaidia kitu, zitazidi kurudisha jiji letu nyuma. Jeunesse yetu ya vila Baraka na particulièrement la Mwandiga waachane na hizo hali.
Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba muungano wa kamati za wadariste mjini Baraka unataja kushukuru wanamemba wao wote kutofanya kazi siku ya 3 ya wiki tunayo kwenye soko la Mwemezi mjini Baraka. Hivyo ni kutokana na vitendo vya unyanyasaji vinavyofanyika na wazalendo pamoja na askari polisi wa maji zidi yao. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Modeste Mutambala Shabani, mmoja kati ya viongozi wa waendesha baiskeli mjini Baraka, ameomba kwa uongozi wa meya ya mji wa Baraka pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali kuingilia kati swala hilo haraka iwezekanavyo. Ni kushukuru wadariste wetu wote walioheshimu kauli ya kutokulema kwenye soko ya Mwemezi, yani siku ya 3 ndo leo. Hiyo kauli antuka waliheshimu na walitekeleza, na ndo maana sisi tunarudia kuwashukuru wadariste wote. Tulituma wainspekteri wetu wote wa kamati zote 3 kuzunguruka kwenye soko la Mwemezi kuangalia nani atakapotumika mwa hiyo masaa. Walizunguruka na kuona waliheshimu kauli hiyo. Pili ni kupenda kuonyesha meri ya Baraka iingilie kati ya mizozo ambayo inayotukumba ndani ya soko ya Mwemezi. Meri ya Baraka irudilie hali yenye natukumba kwenye soko ya Mwemezi, pamoja na feke ya Centre Negoce na feke Mwemezi, pamoja na kundi la wenzetu wa Devardere, sababu tunawapatia siku 2, yani kuanza kesho siku ya 4 na siku ya 5. Kama bakukamata jukumu juu ya hiyo swala, sisi hatutalema tena siku ya posho. Najua wafanyabiashara hawezi wakahangaike kuzidia sisi, kwa sababu wakati tunapolema ndani ya soko ya Mwemezi tunashikwa. Ukiingiza kinga ufunge mzigo ndani ya soko ya Mwemezi unashikwa. Na ndio maana sisi hatukufanya hilo juu ya kuangamiza wateja, lakini tulifanya hiyo juu ya kutafuta mwafaka wala mwangaza kati ya sisi wadariste pamoja na wateja. Wanaotushika ndani ya soko ya Mwemezi ni polisi la Kiste, ndo walioanzaka. Pili ni wenzetu wazalendo, na ndo maana sisi tulikamata jukumu ya kusema hatuwezi pambana na maservisi ya serikali, lakini tukamate jukumu ya kukataza wanamemba wetu kutokuingia kwenye soko ya Mwemezi. Ujumbe wa mwisho kwenye uongozi wa wazalendo, tunaweza sema uongozi wa wazalendo pamoja na meri ya Baraka pamoja na feke waikale chini ili tupate suluhisho. Kama sio hivyo, sisi tuko pale pale, sababu hatuwezi angamia na viongozi wiko. Ndiyo kesho siku ya 4 wadariste wanarusika kufanya kazi kuanza Mwemezi hadi fasi zingine, lakini siku ya soko ya Mwemezi tusione dariste mwenye anarudia Mwemezi wala kwenda Mwemezi kufunga makala wala mzigo yote ile kupeleka nyumbani kabla ya tatizo yaisha. Bwana journalist, msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Ulikuwa nami Omari Makelele Ozile. Nashukuru kwa kuwa uliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Nasema asante na kwaheri.